Bwana, 90 dakika zimetamatika. Young Africans imebuka na ushindi mzuri kweli kweli, mabao 3-0, ushindi ambao unaitwa mama mkanye mwanao sihitaji mazoea. Hivyo ndivyo ambavyo naweza kuzungumza. Njoo sasa tukujuze kile ambacho tumekuandalia hapa studio. Niko naye mchambuzi Dominic Salamba, lakini pia niko naye hapa Steven Mapunda Garincha, wote wako tayari kweli kweli fiti kalikiti kukujuza kile ambacho amekishuhudia. Jamani, mko vizuri Tuko vizuri. Uzima uko sawa sawa. Hatulalamiki. Bana, hatari kweli kweli. Mimi niko vyema kweli kweli kama Alan Okello Starboy. Endelea tu kujiamulia kile ambacho najisikia kuzungumza. Basi nazungumza. Kama Okello tukisikia kufunga, yeye anafunga. Ndivyo ambavyo naendelea kuwa njema kweli kweli. Tuanze kwako Dominic Salamba. Zilikuwa 90 za namna gani? Na nini hasa ambacho tumekishuhudia kwa Young Africans pamoja na timu ambayo imepoteza kwa maana ya Singida Black Stars? Binafsi nimeona ilikuwa ni mechi ya kutafuta alama tatu, lakini mechi ambayo haikuwa ikivutia sana. Na kipindi kuna wakati mwingine atakiwa uweze kuwa na option. Yanga wameopti kutafuta alama tatu. Kwa hiyo no matter watacheza vizuri, no matter watadominate katika maeneo mengi, lakini mwisho wa siku waweze kupata alama tatu. Ndio. Kwa nini? Kwa sababu ukiangalia leo kidogo kwa upande wa defense line ya klabu ya Yanga haikuwa katika ubora wake, makosa mengi yalikuwa yanafanyika, lakini pia sehemu ya kiungo ilikuwa na madhaifu makubwa sana. Unaweza kuona Singida walikuwa wameweza kudominate sehemu ya katikati na kuweza kushambulia, na kama wangekuwa wana mpango mkakati mzuri na uwezo mzuri wa kuweza kutumia madhaifu ya Yanga, pengine wangeweza kuwasumbua na kuweza kuadhibu. Lakini mwisho wa siku, kwa maana kwamba Yanga walikuwa wajua kwamba pekee ambacho watakao kufanya ni kuweza kutafuta alama tatu. Unaweza ukaona ambavyo Okello ameendelea kuthibitisha kwamba yeye ni bora na anaendelea kutengeneza confidence, goli ambalo lilikwenda kutengeneza utofauti na kuweza kupunguza pressure kwa upande wa Yanga, kwa sababu ilikuwa ni mechi ambayo hauwezi kuona Yanga anapataje goli. Muda mwingi Singida ndio walikuwa na selection nzuri kuweza kushambulia, wakitumia winga zao, wakitumia viungo wao ambao walikuwa wameweza kufanya viungo wa Yanga wasiweze kuonekana. Lakini foul ambayo itengenezwa katika eneo la nje 18 anakwenda kuitumia Okello na kuweza kutoa tofauti baina yake yeye na nyota wengine. Na pale ndio maana au ndio mantiki ya kuwa mchezaji mkubwa. Kuna wakati anaweza akatengeneza mstari mwembamba katika mazingira ambayo ulikuwa uweze kutarajia. Yanga wapata goli la kwanza, wanaendelea kucheza lakini bado wanashindwa kukamata mchezo. Yanga first half hakuweza kudominate game. Singida walikuwa wanacheza sana, walikuwa wanasogea, lakini mwisho wa siku hawakuweza kutumia madhaifu au chance ambazo Yanga walikuwa wanaziacha ili waweze kuzitumia. Kwa hiyo naangalia Yanga zikiwa inaelekea mapumziko, tunaona Mudathiri haya kiungo ambaye wakati mwingine amekuwa kama haonekani, lakini ana mchango mkubwa, sio tu kwenye kukaba, kwenye lakini pia uwezo wake kuweza kuchungulia maeneo ambayo yanaweza kana madhara na kuweza kuyatumia. Anawapeleka Yanga mapumziko wakiwa na magoli mawili. Lakini tukio ambalo mimi katika first half binafsi limenishangaza ni tukio la benchi la ufundi la Singida ambalo lilifanya baada ya kuwa concede goli la kwanza na kuweza kumtoa golikipa. Ni kitu ambacho binafsi nimetafsiri hakikuwa kitu cha kimichezo na kina madhara makubwa kwa mchezaji. Yaani kwa maana game management walikuwa wamefeli, kwa sababu ukiangalia sawa, inawezekana mchezaji akawa amefanya makosa katika lile eneo ambalo alikuwa amekaa. Ingawa mimi nikiangalia pale sana nitazungumzia akili kubwa ya Okello, lakini nitakwenda kuzungumzia madhaifu ya mstari ambao walinzi walikuwa wamekaa, kwa sababu kipa anaweka mstari katika eneo ambalo yeye hawezi kwenda. Yaani eneo ambalo anafikiria ili msiwezi kwenda na anaweka mstari ili eneo kubwa nalo acha ndio aweze kucheza. Na ukiangalia Okello chofanya pale alimchanganya golikipa. Ndio maana kama unaangalia maamuzi ya kwanza ya Metacha Mnata yalikuwa ni kwenda kushoto kwake. Kwa hiyo kama anakwenda kushoto, mpira unapita wapi? Kuiesa mwili hauwezi ukareact kwa haraka kiasi hiko. So alishagundua huku mimi niko sahihi. Kwa hapa ingolokaa hata kama mtu akikevu mpira wewe utagonga mwamba au utakwenda nje. Ndio maana alikuwa ameacha nia post. Kwa maana hapa mimi katika upande huu mpira hawezi kuja. Kwa hiyo kufanya ninalibia goli hatua 4 mbele, niweze kuruka niende kushoto nikacheza mpira. Lakini Okello amepiga hapo kwenye nia post. Kwa hiyo amfanya caving ambayo pale kipa yoyote kwa vile ilivyokaa uwezo kucheza ule mpira. Yaani kudaka kwa pale pokaa Metacha Mnata ile eneo ni ngumu unless hata pengine uwe mpira wa juu. Lakini mpira wa chini huwezi kwenda. Maana ameenda amedesha karudi. Lakini tufanye kama pengine kipa alikuwa na mapungufu. Na ni kipa ni sehemu ya kikosi. Unawezaje kumtoa kwa reaction ile? Kwa sababu ilikuwa ni direct kwamba nakutoa kwa sababu tumefunga goli. Si unaelewa? Yaani pale alikuwa anaweza
kuhakikisha kwamba okay, ngoja nimwache pengine mapumziko, tukienda ndani tukazungumze niweze kumtoa, kwa maana ya kumjenga. Anayekosea lazima umtengeneze kwa maana ya mechi nyingine. Sasa manake vile uwanja mzima umeona kwamba Metacha ameondoshwa kwa sababu ya kushindwa kuokoa ule mpira, lakini pia unatengeneza picha gani kwa golikipa na kwa mashabiki wa soka? Tuleni kitu gani kwenye ile tukio? Lakini watu wanajiuliza, angeluka hata kwa uongo basi. Sio kila kabisa na mtazamo kwa macho namna hiyo. Sio kila tukio ambalo unaruka. Hata Diarra magoli mengi anafunga na kwa anaangalia mangapi? Yanafungwa. Mengi. Sio kila tukio ambalo unaweza ukaruka. Ile goli la Chama Diarra iruka. La pili. Sasa angalia tu ndio imeenda. Inategemea yani kuruka na maandalizi. Yani hiyo akili na mwili vina uwiano. Yani usio unaruka tu. Unajua? Ule mpira uliopiga kwanza pale, kumbuka pana ukuta. Na ule mpira umpita kwenye kiuno. Yaani ujipita juu. Ungepita juu, pengine ungesema pengine kipa panda ameuangalia. Umepita kwenye kiuno. Eneo ambalo umeweka ukuta. Mpira umezunguka umekevu. Unaingia, kipa anarukaje? Hatari kweli kweli. Kwani mara ngapi umeshuhudia zinapigwa hata penalty, kipa anabaki anasimama tu anaangalia hivi. Anadesha na ngani. Kwa hiyo nafikiri mimi no matter what, yani hata kama alikuwa amefanya makosa, lakini kwa kuweza kutengeneza saikolojia ya mchezaji, kumfanya amini timu na muamini, sababu Metacha tunamzungumzia ni kipa bora, amedaka national team na amekuwa akiwasaidia Singida. Leo nje kuna kipa Nigeria. Kesho ikitokea mechi ya msingi ameumia, anaweza kaingia? Ni ngumu. Kwa hiyo tayari unakwenda kumtoa mchezoni wewe mwenyewe kocha. Kwa sababu tayari goli tushafungwa tayari. Kocha msingi hapa ni kukaa naye na kuzungumza naye. Lakini makosa ambayo yanaanzia kwenye training ground. Kwa hiyo pale binafsi yangu kwa upande wa magolikipa wa Singida wamefanya kitu cha hovyo, kitu ambacho kimekwenda kumuondolea utulivu mchezaji wao, na pengine wanaweza kwenda kumnyima confidence na apata kopa na vitu vingi ndani yake. Kwamba wao wametafsiri kitu gani. Kwa binafsi naamini kwamba kuna wakati coaching au staff lazima mna uwezo wa kuwa na game management. Na mnaweza mkaenda mkaisimamia game kuhakikisha kwamba hata kama mnapoteza, lakini ampotezi ile winning mentality, lakini pia ampotezi confidence ya wachezaji, kwa sababu katika makosa Mwamnyeto akafanya makosa. Tunakumbuka siku ile makosa kubwa kafanya. Tena makosa Mwamnyeto ilikuwa ni kama ni ya wazi zaidi. Lakini still waliweza kumvumilia kabisa mpaka mechi imekwisha. Unaona? Lakini pale goli kwanza amejifunga pap toka nje. Uwezi, hamna mpira wa hivyo. Kwa nafikiri kwa aina haikuwa kitu ambacho binafsi nimekiafiki, na si sawa kwa maana ya uungwana, na si sawa kwa maana ya haki za mchezaji, na si sawa kwa maana ya mpira wa miguu. Haikuwa fair. Ni tukio ambalo binafsi limenishangaza, na kwa level ya klabu yao, kwa technical bench yao na maamuzi wafanya binafsi amenishangaza kuona kwamba huyo kama maamuzi alikuwa anataka apeleke message gani. Kama walikuwa pengine na conflict before, itakiwa aweze kuzungumza, lakini pale maana yake pale ni timu, sio kutumia hisia katika kuamua. Sawa. Kipo sasa pia cha kustajabisha na kushangaza kweli kweli, Dominic Salamba, na tunahitaji tupate ufafanuzi kutokea kwako. Huyo golikipa Metacha Boniface Mnata, baada ya kutolewa kikosini na mwalimu, alichokifanya ni kuondoa picha zake pamoja na video zote kwenye akaunti yake ya Instagram, na utambulisho wake wote ukiwa unamuonyesha kwamba yeye ni mchezaji wa Singida Black Stars. Hii imekaaje ikiwa ligi bado inaendelea, sio kipindi cha usajili useme amemalizana nao, na imetokea baada tu ya kuondoshwa kwenye mchezo? Hii imekaa sawa sawa kwake? Huenda benchi la ufundi lijafanya sawa. Je, na yeye alichokifanya ni sawa sawa? Ndio nakwambiaje, yani kudili na saikolojia ya mchezaji inahitaji uwe na maarifa ziada. Yani unapokuwa wewe ni kiongozi, lazima uweze kuona mita 100 mbele ambazo mwingine haoni. Ndio maana ya kuwa manager, ndio maana ya kuwa ya kuwa sehemu ya uongozi. Ujao ni wachezaji. Sawa. Na wachezaji wakati mwingine saikolojia zao zatengenezwa kupitia kwa nyinyi viongozi. Unakumbuka kipindi kile ambacho Dube anapitia wakati mgumu na watu wakimlaumu, viongozi wa Yanga walikuwa kwa naye pamoja, na baadaye mpaka mashabiki wakaungana naye na wakaanza kumsupport na kuanza kumchangia. From there ilibaki kuwa ni historia, na amewasaidia katika mechi nyingi za msingi kumpata matokeo. The same hata matokeo penda ya Mwamnyeto. Kwa sababu ukiangalia ligi inaendelea, ni golikipa wako, ni mlinzi wako, sawa? Amfanya makosa. Ndio maana dressing room sunelewe, ndio maana dressing room atupelekani uwanjani kwenda kuonyesha kwamba nani anapatia na anapotea. Tukiwa uwanjani ndio tukipanga kikosi. Hata kama tukiingia pale uwanjani, maana yake ndio maana neno team. Neno team maana yake sio mtu mmoja. Team maana yake ni timu ya watu mmoja ambao wamekaa na benchi la ufundi wakakubaliana kwenda kuipambania timu yao. Ni kitu hiki kimoja tukiwa pale. Hata kama tutakuwa tuna conflict kwenye mazoezi, tumechikana mashati, tukiingia pale timu. Real Madrid waligombana kwenye dressing room, lakini baada ya pale ni
timu. Kwa hiyo timu inasimamiwa na kuendelea kulindwa na management ya timu. Kwa hiyo na wachezaji hao, nilichokwambia pale, mchezaji anatafsiri nini, mimi just sijaona kwenye akaunti yake ndo ananiambia, lakini itegemea kwamba manake pale unakuwa umeshamtoa mchezaji na kuona kwamba yeye sio sehemu ya timu. Na bahati mbaya kama ameingia na amekusiba goli mangapi? Mawili. Si unanielewa? Si manake kwamba kama mimi unaweza ukanidhalilisha, kule ni kumdhalilisha golikipa. Si unaelewa? Manake pale umemdhalilisha golikipa wako ambaye ulimpanga, na kama ulimpanga ulijua ana madhaifu, kwa nini ulimpanga? Huyu ambaye ulimuona bora, kwa nini kwanza yeye sasa? Kwa nini ulisema ndio aweza kaenda kaanza? Kama uligundua pengine hayuko fit, si ungeweza kumtoa? Na hapakuwa na changamoto nyingine yoyote zaidi ya ile goli ambayo ilikuwa imetokea, na Singida ndio walikuwa wamedominate mchezo kwa sababu nilikuwa nazungumza hapa. Kwa maana yake haya ndio madhara sasa ambayo yanakwenda kutokea kwa madhaifu au kwa reaction ya benchi la ufundi. Kwa sababu naona kwamba kwa sababu ninatoka katika mazingira haya, uwanja mzima unaangalia, kila mmoja ataongea lake, wengine wataongea hivi, wengine wataambia nimeachia, wengine hivi, manake mimi tayari nimeingia katika mazingira nini ya sintofahamu. Hasa timu ambayo mimi ndo naitegemea naipambania, nimekwenda kiwanjani, kama inaweza ikanifanyia hivi, hiyo mimi timu yangu. Kwa hiyo yeye anaweza katafsiri hivyo. Kwa hiyo watu hawana tena nyanja na mimi. Kwa hiyo ngoja niondoe kila kitu. Lakini kama ilikuwa ni jambo la kukaa naye baadaye na kuzungumza, makipa kila siku wanakosea. Nakumbuka msimu uliopita nani kipa wa Simba alikuwa ni Kamara. Alifunga goli mbali na jamaa wa Coast. Walimtoa muda ule. Hapana, unakaa unaangalia hata kipa mwingine yule nani Kakasari. Goli alifungwa pia. Uwezo kwa pap. Wewe ni binadamu. Wakati mwingine anachokiwaza yeye tofauti na unachokiwaza wewe. Wakati mwingine palipo kwenye mchezo makosa yanafanyika. Angalia jana kipa wa Coast katika ile mchezo jana, makosa alifanya ya wazi ambayo unashangaa, lakini ndio mchezo. Angalia ile goli la kwanza linafungwa, angalia ile goli la pili linafungwa la heda, Papa ameenda anapeleka mkono tu. Angalia beki wa Coast kule kushoto, hakuna aliyeruka. Lakini sasa ukasema okay, wote mjeruka, tokeni nje wote. Haiwezekani. Kwa hiyo nafikiri kwamba hayo sasa ndio matokeo ya kile ambacho benchi ilikifanya. Yani wao ndio wameenda kutengeneza chaos hii ambayo wewe unataka kuizungumza muda huu. Bwana Dominic Salamba huyo ni Chifu Nzobane kama Zumfela, amezungumza mambo mengi na mazuri kweli kweli, lakini tulistaki ama tulisimama hapo kwa metacha pia kwa muda mrefu kulingana na tukio lake kuteka hisia za wanasoka wengi kweli kweli. Mbio za ubingwa zimekahaje Dominic Salamba kwa namna sasa mambo jinsi yalivyo? Mambo yanaonekana kuwa ya moto kweli kweli, sio Msimbazi wala si Jangwani, kila mtu anautaka. Anafikiri bado mwenye advantage na anaongoza ligi. Maana tunazungumzia mechi 24, Yanga akiwa ana point 57, Simba akiwa na point 55. Kwa hiyo tofauti wa alama mbili, wote wakiwa wametai kwenye michezo na kila mmoja na mechi 6. Na nilizungumza kwamba unapotaka kusema kama pengine unampa Simba nafasi kubwa, itakuwa ni kukosea mpira kwa sababu yeye tayari yuko nyuma katika maana ni alama. Kwa hiyo obviously anayeongoza kwa uwiano kila kitu ni Yanga. Kwa bado nafasi anayo Yanga kama utaamua kutoa 70, maana 70 kwa 30. Kwa maana Simba atakiwa tu aamini katika utimamu wake. Anatakiwa aamini katika utimamu wake katika matokeo yake na matokeo ya timu nyingine. Yaani Yanga ana kazi moja tu, kushinda mechi zake zobakia. Yeye ndio kazi yake moja. Simba anatakiwa ashinde mechi zake zote, lakini aombee na mwenzake asishinde mechi zake zote. Kwa hiyo anakuwa na factor mbili, Yanga factor moja.